Tutakuwa na somo letu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapa ndio neno letu la msingi la leo. Matendo ya Mitume 2:40 mpaka 45. Karibu kwa usomi mzuri. Karibu. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 40 hadi 44 na 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Petro akazidi kusema maneno mengi ya kuwaonya watu na kuwatia moyo akisema. Petro akaanza kuongea, alisema maneno kwa wingi, lakini ni ya kuonya watu. Kama hivi tunaanza onyana hapa, akisema mjiokoe toka kati ya kizazi hiki kipotovu. Vile vyote tunavifanya ili kujiokoa kutoka mkizazi kipotovu. Siku ile watu waliosadiki mafundisho ya Petro wakabatizwa, na kwa sababu watu walikuwa wanachemuka ndani ya wokovu, papo hapo wakaamini ile mafundisho na wakakubali kubatizwa kwa ajili ya ile mafundisho, na kadiri ya watu 3,000 wakaongezeka katika kundi la wanafunzi. Watu 3,000 wakaongezeka mkundi ya wanafunzi. Nao walikuwa wakijitoa kufuata mafundisho ya mitume. Balipomaliza okoka, kuna taratibu, kuna tabia walidevelope pale bakaanza jitoa kufuata mafundisho ya mitume, kwa sababu kwa ile mafundisho ndio wokovu wao ilitokea. Kuishi katika ushirika wa kindugu, bakaanza ishi katika ushirika ya kindugu. Kumega mkate na kuomba, bakaanza kumega mkate, lakini pia na kufanya maombi. Kila mmoja wao akaingiwa na oga. Kila mmoja wao kwanza, wale wote waliokoka, kila mmoja wao akaingiwa na oga. Nao mitume wakafanya vitambulisho vingi na maajabu mengi. Kupitia woga ya wale waliokoka, ikapermetre ba mitume bapate nafasi ndani ya mioyo ya wale waliokoka, na mwa ile mioyo mu maisha ya waliokoka vitambulisho, mitume wakafanya ishara nyingi, na wanafunzi wote walikuwa katika umoja, na ile kababebea wote kuwa katika umoja, na katika ushirika wa vitu vyote walivyokuwa navyo, na katika ushirika wa vitu vyote walivyokuwa navyo. Waliuzisha mali zao, wakauzisha mali zao na vyote walivyokuwa navyo, na kugawanya kati ya kila mtu kufuatana na mahitaji yao. Haleluya. Amen. Amen. Chapia Yesu makofi. Amen. Na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Tungetamani dijo vifahamu zuri. Haiko mahubiri, leo ni mafundisho ya kanisa. Somo letu kubwa ambalo tunazungumzia somo linalosema maisha ndani ya wokovu. Haleluya. Maisha ndani ya wokovu inaomaanisha kwamba mtu anapookoka kuna maisha ataianza, na ile maisha ataianza ndio tunaongelea leo. Aliyokoka ataanza maisha gani? Nilipokuwa nikiuliza Biblia ya kialimu, nikauliza maisha ndani ya wokovu ndio maisha gani? Kwa sababu Mungu anaweza akatuletea fundisho, nao naanza jiuliza hili somo Mungu analileta ndio somo gani hili? Mbona iko sali iko complicated? Haleluya. Maisha ndani ya Kristo ni maisha gani? Na tulipoelewa maisha ndani ya Kristo ina vipengele mbalimbali. Haleluya.
Definition yake ya kwanza nasema